Karibu msikilizaji wa Gray Simulizi. Andika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Mpaka Rangi za Kucha. Karibu nikusimulie kisa hiki. Utakuwa nami Gray Simulizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Nikuombe pia usiache kusubscribe, kulike, kucomment ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani. Kila siku asubuhi, Kelvin, kijana mwenye kipaji cha kupaka rangi za kucha wanawake, alifungua saluni yake ndogo, huku akiwa na ndoto ya kujenga maisha kupitia kazi yake ya harari. Alikuwa mpole, mcheshi na mwenye mikono ya ustadi kiasi kwamba wateja walitoka mbali kuja kuhudumiwa na yeye. Ndani ya moyo wake kulikuwa na nafasi ya mtu mmoja tu ambaye aitwaye Amina, msichana aliyempenda kwa dhati na ambaye walikuwa wamepanga kufunga ndoa baada ya kutimiza ndoto zao. Siku moja alifika mteja mpya, mwanamke tajiri aliyejulikana mtaani kama Mshangazi Rehema. Alikuwa mke wa mfanyabiashara mkubwa mwenye fedha nyingi na aliyezoea kupata kila alichokitaka. Kadiri alivyokuwa akihudumiwa na Kelvin, ndivyo alivyozidi kuvutiwa na yeye. Mara kwa mara alimletea zawadi ghali, fedha na hata kumwahidi kumfungulia saluni kubwa ya kisasa. Kelvin alikataa kwa heshima, akisema moyoni mwake tayari ulikuwa ni wa Amina. Lakini Mshangazi Rehema hakukubali kushindwa. Alianza kutumia utajiri wake kumshawishi, lakini pia wakati mwingine kumletea vitisho. Lakini pia aliwahonga watu wa karibu na kueneza uvumi uliomfanya Amina aanze kumtilia shaka mchumba wake. Uhusiano wao ukaanza kuyumba na maumivu yakazidi kila siku. Hatimaye, kwa sababu ya shinikizo kubwa na hofu ya kupoteza kila alichokuwa amekijenga, Kelvin alijikuta akiingia kwenye uhusiano ambao hakuwahi kuutamani. Hata hivyo, dhamiri yake haikumpa amani. Baada ya muda aliamua kukutana na Mshangazi Rehema na kumwelezea ukweli. "Moyo wangu haujawahi kuwa kwako," alisema kwa sauti ya huzuni. "Nilikubali kwa hofu, si kwa upendo. Nimempenda Amina na sitaki kuendelea kuishi kwa uongo." Maneno hayo yalimchoma moyo Mshangazi Rehema. Kwa hasira na wivu uliopitiliza, alitoa bastola aliyokuwa ameificha na kusema, "Kama hautakuwa wangu, hutakuwa wa mtu mwingine." Mlio wa risasi ulivunja ukimya. Kelvin alianguka chini, damu ikitapakaa sakafuni. Dakika chache baadaye alipoteza maisha mikononi mwa watu waliokuwa wakijaribu kumwokoa. Polisi walifika haraka na kumkamata Mshangazi Rehema. Baada ya kesi ndefu mahakamani, alitiwa hatiani kwa mauaji ya kukusudia na kuhukumiwa kifungo cha maisha. Kifo cha Kelvin kiliacha somo zito kwa jamii. Upendo wa kweli hauwezi kununuliwa kwa pesa, na tamaa pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka vinaweza kuharibu maisha ya wengi kwa sekunde chache tu. Amina aliendelea kuishi akiwa na maumivu ya kumpoteza mpendwa
wake, huku akikumbuka kuwa uaminifu ni hazina ambao haipaswi kusalitiwa kwa gharama yoyote ile. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya Mpaka Rangi za Kucha. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulizi. Nikuombe usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani.